Nitaomba kama kuna msomaji yeye ndio atakuwa anasoma hapo ili tuende sawa. Kumbukumbu la Torati ile sura 28 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 3. Naam. Tutasoma. Naam. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa Utakaposikia sauti ya Bwana. Utakaposikia sauti ya Bwana. Neno itakuwa. Yaani kuwa inaleta majibu mbele. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Mungu wako. Kwa bidii. Alafu sio tu mpe mic. Kwa bidii. Kutunza. Yaani unasikia kabeti. Alafu kwa bidii. Chukua beti weka huko. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Alafu chukua beti weka huko. Beti zile weka huko. Ufanye kazi ya beti. Kufanya maagizo yake. Beti hizo hapo chukua weke huko mpe. Leo. Chomona iko nikaje. Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Anazungumzia mataifa yote ya duniani, maana yake watu wote ambao wameokoka. Mungu anakutukuza, unakuwa juu yao wote. Amen. Na baraka hizi zote zitakujilia. Baraka hizi zote zitakujilia. Na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Zitakupata. Yaani zitakupata. Kukupata maana yake sio utazitafuta. Ila zenyewe zitakupata pale ulipo. Zitakufuata pale ulipo. Kwa zitakupata, sio utazitafuta. Baraka hizo zitakupata. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Lakini ishi usikiapo Bwana sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Utabarikiwa mjini. Baraka zako zitakuwa kwenye hesabu za mjini, kama unafanya na maduka, unafanya kazi na nini, afu kubarikiwa na mashamba. Kama ni mkulima, maana shamba lako linapokea baraka. Kinachobarikiwa sio mbegu ile unaipeleka. Kinachobarikiwa ni ardhi. Kwa sababu kuna watu wanatumia kumwaga damu kwenye ardhi. Kuna watu wanaenda kupanda mazao kwenye ardhi ambayo tayari ilishafanywa mambo yake. Kwa ardhi kibarikiwa, ile ardhi ikishabarikiwa, ile mbegu unaipeleka pale inatenda kwenye baraka. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Lakini pointi ya kwanza itakuwa utakapo. Ero maneno mawili hapo. Itakuwa utakapo. Kwa nini utakaposikia? Utakapo nini? Sikia. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii. Alafu sio kusikia. Ukisikia mara moja, utaanza kusikia tena. Amina. Ili upate kuelewa. Amen. Kusikia kwa bidii. Alafu ukisikia kwa bidii, kuyafanya yale yanayokuagiza. Kuyafanya. Alafu ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Atakuinua, kutukuzwa na kuinua. Amina. Atakuinua juu ya mataifa yote duniani. Juu ya wachawi wote. Juu ya waganga wote. Amen. Juu ya wafanyabiashara wote ambao wana Mungu. Amen. Atakuinua. Amen. Kazi ya Mungu ni kuinua. Amina. Sio kushusha. Amen. Na Mungu atakuinua, hakuna kushusha. Amen. Mungu atakuinua yeye. Amen. Hata wageenda kuroga kwenye misomo yao. Amen. Hata wagekwenda kuroga, hata wala wasa ukoo. Kuna makwenda kiukoo. Maana Mungu amekuinua. Hakuna kuzimisha ile baraka. Amen. Asema ndipo watakaobarikiwa. Baraka itakupata. Kuna misali 14 pale inazungumzia hiyo mitatu, inazungumzia itakuwa nini na kubariki. Hiyo mingine 11 inazungumzia baraka. Amen. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa nini, usawa wako, kabla ukaambia unga lako itabarikiwa. Maana unapokanda ule unga unakuwa na baraka. Kwa sababu unaweza kuwa unakanda unga afu unashukuru na kuuza chapati haziziki. Hata zikipozika na pesa zinapotea. Yeye anasema itabarikiwa. Amen. Amen.
Sema amen. Kwa siri ya kufanikiwa kiroho na kimwili ni kutega sikio sana kusikia Mungu anaongea nini na wewe. Na Mungu ana namna nyingi ya kuongea na watu. Anaongea na watu kwa njia ya kusoma Biblia. Anaongea na watu kwa njia ya kusikia neno. Anaongea na watu kwa njia ya ufunuo. Anaongea na watu kwa njia ya ndoto. Anaongea na watu kwa namna ya kutembea. Usitembea kutana na mtu afu anaongea na wewe. Kuna mtu tunakutana naye. Kwa njia nyingi Mungu hana njia moja. Sema nini? Sema tena nini? Hana njia moja. Ana njia nyingi. Amina. Kwa siri ameweka waituri waliokoka ili wafanikiwe. Ni kusikia sauti ya Mungu. Ni kutamani kusikia sauti ya Mungu. Amina. Sasa amen. Afu kuna laana ziko kwa Isaya 15 mpaka 60 na ngapi huko. Mistari ya laana ni mingi na katika ni chache tu. Ndio. Sasa leo nikazungumzie vitu vya msingi hapa, kujenga msingi. Alafu baadaye tutapiga vitu fulani. Amen. Kile kitabu cha Isaya, ile ka introduction. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Isaya 1:19. Inasemaje? Isaya 1:19. Nikamwambia kitu moja. Isaya 1 sura ya 19. Biblia inasema kama mkikubali na kutii, na kutii, mtakula mema ya nchi. Mstari huu unafuata sheria. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Amen. Nasikia kwanza. Simama. Najua na mwinjilisti tuko pamoja. Amina. Sema amen. Amen. Kwanza mkikubali na kutii. Ukitaka mema ya nchi, kubali yale Mungu anaongea na wewe. Amina. Alafu ukikubali tii. Kuna tofauti kati ya kukubali na kutii. Amen. Kuna watu wanaweza kukubali na wasitii. Ukapa maagizo kitu wafanya, wakakubali kwenda kufanya, ila wasitii. Kutii na kufanya kazi. Amina. Amen. Kukubali ni kuitika, ila kutii ni tofauti na kuitika. Amen. Ukikubali kutii utakula mema ya nchi. Bali mkikataa, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena. Amen. Unaelewa, nakwambia ile siri ya kufanikiwa kiroho na kimwili. Amina. Alafu andiko ile hizo ni kwenye introduction. Isaya 65 mstari 20. Isaya 65 mstari 20. Biblia inasema hivi: hata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mtoto mdogo atakufa akiwa na miaka 100. Bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Kwa hiyo miaka ya kuishi, unaweza kuketi miaka ya kuishi, mtoto mdogo atakiwa mtoto mdogo kufa miaka 30, 20, 40, 50, 60, 70, mtoto mdogo miaka 100. Nabii sana okay. Amen. Na hiyo ndio nimepokea kwa naishi nao. Amen. Amen. Ile miaka 70, 80 ni Daudi anawinda na Sauli. Sio Mungu aliongea naye. Alikuwa na wingi. Kwa sababu alikuwa anawindwa kwa maisha ni magumu. Wanadamu akiishi
sana miaka 80. Ile miaka 70 ndio miaka kamili. Lakini Mungu hakusema hivyo. Maandiko ya Mungu kuna Mwanzo sura ya 6 anasema miaka 120. Kabisa. Alafu huyo anaongea Isaya kinabii, anasema mtoto mdogo. Kwa ukiwa miaka kuanzia mmoja, mtu anakuwa kuanzia mwaka mmoja mpaka 99, bado ndio mtoto mdogo. Amen. Sema amen. Amen. Hivyo hata maisha yako yatakikufa. Maisha yako yatakikufa. Amen. Biashara yatakikufa. Amen. Uchumi wako yatakikufa. Maono yako yatakikufa. Amen. Ukiona maono yako unataka kufanya, badilisha mfumo ili maono yako vizuri. Amen. Amen. Ukiona maono yako mfumo badilisha mambo badilisha mikakati ili maono Amen. Amen. Sema amen. Kwa hiyo nazungumzia si kufanikiwa. Nasema ni mzungumzie mtu mwenyewe anataka kufanikiwa leo. Sawa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Nitasoma. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Inatosha kwanza. Wewe mstari wa 26. Hiyo kumbe ni 27. Ndio. 26 Mungu anatoa alamani. Amen. Anaweka maono. Amen. Sasa sasa maono watu fanya nini? Wacha kuzuia. Amen. Na wanaangamia. Ndio. Hapa sema Mungu akasema, hii Biblia hii. Unaposoma Biblia usisome hii. Hii SUV Bible hii ina mambo mengi mapungufu kwa sababu ile tafsiri kwa Kiislamu. Angalau na Biblia kama kinapanda kidogo, chukua Amplified Bible, chukua King James. Kama kipani sana, chukua Biblia neno au pia na habari njema. Amen. Hizi itanani kwa sababu ukitaka uelewe kuna maneno mengine nimesoma Biblia yote zaidi ya mara moja, niligundua kuna maneno mengi mapungufu. Sasa amen. Hapo nazungumzia mashehe na kusoma viongozi. Sasa siku na mashehe. Hebu kama na Amplified Bible unasoma. Anasema Bwana Mungu akasema, ila sema Father, Son and Holy Spirit. Not Father, not God. Father, Son, Holy Spirit. Lakini baraza lilikaba la kiroho, roho. Tufanye, so mmoja tumfanye kwa mfano wetu. Mmoja hawezi. Tumfanye kwa mfano wetu kama nilifanya kwa mfano wangu.